sema mwenye haki katika misingi iliyoharibika, mwenye haki katika misingi iliyoharibika, mwenye haki katika misingi iliyoharibika. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye haki katika misingi iliyofanyaje? Iliyoharibika. Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi 11 mstari wa 3. Zaburi 11 mstari wa 3. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Huyu ni mwenye haki, lakini yuko kwenye misingi iliyoharibika. Sasa anauliza hapa kama nini? Misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Zaburi 11 mstari wa 3. Nafikiri utakuwa umefika kwenye hilo andiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka ujumbe wangu unasema mwenye haki katika misingi iliyoharibika. Wewe ni mwenye haki, lakini umekuta misingi imeharibika. Umezaliwa ukakuta misingi iliyofanyaje? Na wewe ni mwenye haki kwa maana umeokoka tayari, lakini upo kwenye misingi iliyofanyaje? Iliyoharibika. Mungu atusaidie sana. Umezaliwa ukakuta kuna aina ya misingi iliyowekwa kwenye familia, kwenye ukoo, ni misingi ya uharibifu. Sasa utafanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tutaangalia maana ya msingi. Tutaangalia maana ya msingi. Msingi ni nini? Neno msingi au misingi. Neno msingi au misingi, kwa sababu msingi ni mmoja, misingi ni mingi, inawakilisha wingi. Nataka tuone maana ya neno msingi au misingi. Linamaanisha mwanzo, chimbuko au nguzo muhimu zinazounga mkono au kushikilia kitu au sehemu ya chini iliyobeba na kushikilia mambo mengine yote yasimame imara. Tarudia. Neno msingi au misingi linamaanisha mwanzo, chimbuko au nguzo muhimu zinazounga mkono au kushikilia kitu au sehemu ya chini iliyobeba na kushikilia mambo mengine yote yasimame imara. Bwana Yesu asifiwe. Tupo sawa sawa? Kwa mfano katika ujenzi, yaani hali ya kawaida kabisa kwenye maisha ya kawaida, kwenye mfano katika ujenzi, ni sehemu ya chini kabisa ya jengo ambayo inashikilia ili jengo liwe na uimara. Tupo sawa sawa? Yaani mfano kabisa kwenye hili jengo hapa kuna kitu kinaitwa msingi. Yaani ule ulioanza chini ndio unaitwa nini? Msingi. Na huu msingi umeshikilia nini? Jengo. Kwa hiyo uimara wa msingi ni uimara wa jengo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema mfano katika ujenzi. Yaani kwenye ujenzi msingi ni sehemu ya nini? Ya chini kabisa ya jengo. Ni sehemu ya chini kabisa ya jengo. Bwana Yesu asifiwe sana. Inayoshikilia ili jengo liwe na nini? Na uimara, lisiporomoke. Amen. Kwa hiyo kila mtu hapa aliyezaliwa kuna msingi aliyotokea. Kuna msingi. Kila mtu hapa aliyezaliwa kuna msingi ulioukuta.
tayari ukisha kuwekwa. Unanielewa mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wale uliowakuta na wao kuna watu ambao waliwakuta. Kwa hiyo yule aliyeanzisha ukoo ndo waanzilishi wa msingi wa familia wa ukoo ulionao, uliotokea wewe. Sasa itategemea wale watu kwenye misingi yao ya kuanzisha huo ukoo walianzisha kwa namna ipi, nini ambacho ndo wameweka kuwa msingi wa huo ukoo. Kuna aina ya ukoo, kuna vitu lazima wavifanye kila baada ya muda fulani, kwa sababu ndo msingi wa nini, wa ukoo wao, unaofanya huo ukoo wao uendelee kuwepo hivyo ulivyo, uendelee kuwa hivyo ulivyo. Kuna mtu ananielewa ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wana wa Mungu, tunaelewa sasa? Sasa pia katika ulimwengu wa roho kuna misingi. Kwenye ulimwengu wa roho kuna nini pia? Kuna misingi ipo kabisa. Kwenye ulimwengu wa roho kuna misingi ipo. Ni ya kiroho, haionekani katika damu na nyama, lakini ni misingi iliyowekwa rohoni. Amen. Amina kanisa. Haleluya. Sasa tunapozungumzia katika ulimwengu wa roho, maana yake pia kwenye ulimwengu wa roho kuna misingi ya ngazi tofauti tofauti. Tupo sawa sawa? Katika ulimwengu wa roho kuna misingi ya ngazi tofauti tofauti. Kwa mfano, tunapozungumzia kwenye familia, kwenye ukoo, kwenye nini tena, kwenye mtaa, kata, wilaya, mkoa, taifa, kuna misingi ipo rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Kuna misingi ipo rohoni. Hiyo misingi imetengenezwa kabisa kwamba hao watu au hilo taifa, hiyo familia, huo ukoo watembee kwenye huo msingi uliowekwa. Ndio maana hata kwenye makanisa, mfano kanisa kama hapa, kuna misingi ya huduma, misingi ya kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye ile mwongozo wetu utakuta ipo, tunayo misingi. Maana yake huo ndio kama mwongozo wetu wa namna ya kuenenda, namna ya kutembea kama huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyumba yote ambayo haina misingi, haina utaratibu, ni swala la muda tu. Nyumba yote ambayo imejengwa haina msingi chini, ni swala la muda. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama imepakwa rangi nzuri kiasi gani, haina msingi. Na pia inaweza ikawa na msingi, lakini usio labda na uimara fulani unaotakiwa. Unajua kila aina ya nyumba inahitaji aina fulani ya msingi. Mfano ghorofa linahitaji aina fulani ya msingi. Nyumba ya kawaida inahitaji aina fulani ya msingi. Kuna mtu naongea naye mahali hapa. Kuna mtu naongea naye mahali hapa. Ukiona unalala kwenye somo kama hili, basi inabidi baada ya hapa tukuombea maombi mazito sana. Bwana Yesu asifiwe. Hivi hujaanza kujitafakari ulivyo? Yaani tangu nimeanza kufundisha, ujue ni matokeo ya nini? Halo? Nakuuliza, hujaanza kujitafakari? Yaani hivi tangu ameanza kuongea mtumishi wa Mungu kuhusiana na msingi, hivi mimi hapa leo nilivyo ni matokeo ya msingi upi? Kwetu kuna msingi gani uliowekwa? Ni kweli nimeokoka, lakini leo kitu gani ambacho ndio kama kimening'ang'ania kwa sababu ya msingi uliowekwa? Halo? Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuokoka ni jambo moja na kushughulikia misingi ni jambo lingine. Anasema hapa misingi kifanyeje? Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanyeje? Atafanya nini? Ni mwenye haki ameshaokoka, lakini huko kwenye misingi iliyofanyeje? Iliyoharibika. Kwa hiyo wokovu ni jambo moja na kushughulikia misingi ni jambo la pili. Usije ukajifichia kwenye wokovu tu, mambo yanaendelea kuharibika, ukasema bwana sisi tulishaokoka inatosha. Kuna mambo yanahitaji yashughulikiwe kutokea kwenye msingi ambao tayari umeujenga unaitwa wokovu, kuanza kushughulikia misingi mingine mibovu. Sasa ndio maana hapa anasema mwenye haki. Maana yake tayari kama ni mwenye haki, kuna namna akiwa na ufahamu ataishughulikia misingi iliyoharibika. Bwana Yesu asifiwe. Amina kanisa.
Oh Jesus. Sawa, tumesema kwamba kwenye ulimwengu wa roho ipo misingi katika ngazi tofauti tofauti. Kwa hiyo misingi kwenye ulimwengu wa roho ni nafasi iliyoko katika ulimwengu wa roho ambayo imeanzishwa, imejengwa au imetengenezwa ili iamuru, itawale na imiliki mifumo ya maisha ya watu tangu kuwekwa kwake na yamkini kuendelea kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitarudia nikusaidie. Misingi ni nafasi, yani hii misingi kwenye ulimwengu wa roho ni nafasi iliyoko katika ulimwengu wa roho ambayo imeanzishwa, imejengwa au imetengenezwa, alafu baada ya hapo ili iamuru, yani hiyo misingi ndio inayoamuru itawale. Si kama unanielewa ninachosema? Itawale na imiliki. Kwa mfano hapa kwenye hili jengo, msingi ndio unaobeba nini? Siku msingi ukianza kuongea kwamba kuanzia leo sitaki kukubeba wewe jengo, ndio mwisho jengo litakapofanyaje? Litakapoporomoka, kwa sababu msingi umegoma kubeba nini? Kwa hiyo tunajifunza hapa kwamba kazi ya msingi ni kubeba nini? Msingi ndio unaomiliki nini? Msingi ndio unaoamuru jengo libebo la aina gani, uzito kiasi gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ananielewa ninachosema? Kwa hiyo sasa misingi kwenye ulimwengu wa roho ndio inayoamuru familia za watu ziweje, ndio inayoamuru wewe uende umbali gani. Misingi kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana kuna aina watu wanataka kumiliki hela, ila misingi iliyowekwa inagoma. Unaweza ukapata 100,000 ukitaka kusogea 200,000, misingi inafanyaje? Inasema hamna, humu wanaruhusiwa kumiliki 100,000 tu. Msingi, si kama unanielewa? Halo? Sasa usipokaa mahala ukawa ni mtu unayetafakari, utafikiri kwamba labda mimi bwana ndio hizi zinatakiwa tu kuwa nazo, takuwa tu kumbe kuna misingi kwenye ulimwengu wa roho ambayo iliwekwa kwamba kwenye familia, kwenye ukoo, watu waishie kufika mahala fulani tu, wasiende zaidi hapo. Kuna aina ya familia misingi iliyowekwa, watu wanaruhusiwa kusoma ila hawaruhusiwi kupata kazi. Yaani watakuwa na elimu, mwingine ana si masters fulani, mwingine ana PhD, mwingine si mpaka anafikia kuwa profesa, lakini misingi inasema no kazi. Halo? Kuna mtu ananielewa sasa? Kuna mtu ananielewa sasa? Kuna watu wengine misingi iliyowekwa hairuhusi mtu kukutana na watu wanaweza kumsaidia. Zaidi sana anakutana na watu wa ovyo ovyo ambao nao hawana ushauri sana mzuri. Ni misingi hiyo kabisa. Si unanielewa? Fikiria ungekutana na Kaini aliyelaaniwa. Yaani kawaida unamwona ni Kaini mtanashati, lakini spiritual kuna msingi wa kutokuwa na kikao. Yaani si kama unanielewa? Si unanielewa? Maana yake ungejiunga na Kaini, ingefika mahala hivi mnapanga mpaka labda Masaki. Mnakaa Masaki, ikifika muda mnahamia wapi? Wapi huku? Ununio. Ukimuuliza Kaini, vipi bwana tulikuwa tunakaa Masaki? Tukae huku. Rohoni kuna misingi inayogoma huyu mtu kukaa mahala pamoja awe na kitu cha maana. Naona kama nimekosea kuwepo leo hapa. Ni kama mnasikiliza zaidi. Ni sawa? Okay. Tuendelee. Naona wengine mpaka wamefunga na macho sasa, si ndo anaelewa sana. Haleluya. Si ndo anaelewa sana. Sijajua. Nisihukumu haraka. Praise the Lord. Haleluya. Mwambie jirani yako mwenye haki katika misingi iliyoharibika. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni shahidi. Ukijitazama kwenye familia yenu, kwenye ukoo wenu, vitu gani ambavyo unaona kabisa hivi mnavipata kwa haraka na hivi vingine ni mpambano, wewe ni shahidi, mtu wa Mungu. Hapo ndo utaanza kujijua kwamba ni mwenye haki ambaye yuko wapi.
katika misingi iliyofanyaje? Sasa je, huyu mwenye haki atafanya nini? Ndio swali lililopo hapo. Mwenye haki atafanya nini? Afanyeje mwenye haki? Manake kuna jambo la kufanya kwa ajili ya mwenye haki kwenye misingi iliyofanyaje? Iliyoharibika. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe misingi iliyoharibika ina tabia ya muendelezo, aidha vizazi, hata kutawala na kumiliki. Kama mwenye haki hatofanya kitu, misingi ina tabia kadiri ilivyosemeshwa, kadiri ilivyowekwa, kwamba kuanzia tarehe fulani kwenye familia hii, kwenye ukoo huu, watu wataanza kutembea kwenye mwelekeo fulani, labda vizazi vyote. Kwa hiyo unaweza kana wewe umezaliwa huko ukaokoka. Sasa itategemea wewe mwenye haki utafanyeje, na tayari uko kwenye misingi iliyofanyeje. Nimesema misingi ina tabia ya kufanyeje, ya kuzungumza kadiri ilivyowekwa. Ina tabia ya kumiliki, ina tabia ya kutawala, ina tabia ya kuamuru kadiri ilivyofanyeje, ilivyowekwa, ilivyoamuriwa, ilivyojengwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Unanielewa mtu wa Mungu? Naomba tusome Luka 11 mstari wa 50 mpaka 51. Oh Jesus. Luka sura ya 11 mstari wa 50 mpaka 51. Luka mtakatifu. Naomba tuende haraka haraka ili tusogee. Luka 11 mstari wa 50 mpaka mstari wa 51. Anasema, ndio, ili kwa kizazi hiki itakwe damu manabii wote. Soma vizuri tena, rudia tena. Ili kwa kizazi hiki itakwe damu ya manabii wote iliyomwagika tangu kupigwa msingi wa ulimwengu, tangu damu ya Habil hata damu ya Zakaria aliyeuawa kati ya madhabahu na hekalu. Naam, nawaambieni ya kwamba itatakwa kwa kizazi hiki. Si unaelewa kitu hapa? Kuna kipindi damu ilitakwa na tena inatakwa tena kwa sababu ya misingi hiyo fanyaje. Kwa hiyo tunaona hii misingi, kila kizazi inadai nini? Damu. Haleluya. Sasa hiki ni kizazi, maana yake kuna kizazi pia kimepita, damu ilihitajika, tena ni damu ya manabii, ni damu ya manabii. Maana yake kwenye ule mji, kwenye ule mji misingi yake wale watu ni watu wanaoua manabii. Kwa hiyo imekuwa kwenye ulimwengu wa roho kumekuwa na muendelezo wa kutakwa damu za manabii. Sasa imefika wakati kwenye kizazi hicho damu tena inatakwa, kwa sababu ndio msingi uliowekwa rohoni. Yaani kuna wakati itatokea tu mmoja atainuliwa auwe nabii, kwa sababu kuna damu inaitani, si inaeleweka. Ndio maana mahali ambapo pameweka misingi fulani ya uharibifu, utashangaa mtu hata hataki kwenda kufanya dhambi ila anafanya, kwa sababu ni wakati wa hicho kitu kutimizwa. Sema Mungu nisaidie. Sema Mungu nisaidie. Bwana niokoe. Bwana nitoe kwenye kila aina ya misingi ya uharibifu kwa jina la Yesu. Hivi unaposoma hapo unajifunza kitu. Yaani damu inahitajika. Kwa hiyo yaani itatokea tu mtu fulani atainuliwa auwe nabii, damu yake ifanyeje? Damu ya nabii ifanyeje? Kwa sababu kizazi au misingi iliyowekwa rohoni inadai hicho kitu. Hujawahi kutana kwenye familia unashangaa mtu aliua mtu
Baadaye nafika mahala tena damu inatakiwa pale. Yaani ghafla mtu anaingiwa na roho anaenda anamuua mtu. Sio kama ukimuuliza huyo mtu sana anakuambia hata mimi sijui nini kilitokea. Kwenye ulimwengu wa roho kuna msingi uliowekwa. Kwa lazima kuna mtu fulani aingiwe. Unajua Yuda aliandikiwa. Kwa lazima unabii utimie amsaliti na. Yaani ni spiritual kabisa. Ni jambo la kiroho. Sina kuna mtu ananielewa? Maanake tayari kwenye ulimwengu wa roho hicho kitu kimewekwa. Mwana wa Mungu, tunapozungumza habari ya mwenye haki katika misingi iliyoharibika, yaani ningetamani nione umefungua macho yako na masikio hivi ili unisikilize vizuri. Watu wengi sana wanataka shamra za maombi kupiga na kung'oa, na wakati hawana ufahamu namna ya kung'oa. Sasa wakati unapopata uelewa fulani, ufahamu fulani, ndio wakati wa kutega macho yako, masikio yako, ili upate ufahamu wa kukusaidia. Manake wewe mwenye haki usipoweza kutengeneza misingi iliyoharibika, kuna cheni ambayo itakuwa inaendelea. Haleluya, haleluya. Ngoja nikwambie siri ya ajabu sana. Mimi unayeniona hapa na wokovu wangu hivi, nimewahi kufungwa. Sio kama unanielewa. Nimewahi kufungwa rohoni. Tena nikiwa mdogo kabisa, nikiwa na miaka 11 walinifunga. Nimeokoka, nimeendelea na wokovu, lakini mtu aliyefanyaje? Aliyefunga. Mpaka Bwana aliponipa hizi siri, nikaanza kushughulikia. Sio kama unanielewa ninachosema. Sasa nimesema kuokoka ni jambo moja na kushughulikia misingi ni jambo la pili. Na huwezi kushughulikia misingi iliyoharibika kama hauna ufahamu wa namna ya kushughulikia. Ndio maana hapa anauliza atafanya nini? Kwa hiyo ili nipate cha kufanya, lazima niwe na ufahamu. Lazima niwe na uelewa fulani wa namna ya kufanya. Amen. Hujaionaga mtu nyumbani anakuachia kiasi fulani cha hela, alafu anakuambia sijajua utafanyaje? Hujasikiaga hiyo kauli? Yaani anajua kabisa haitoshi, ila anataka utumie nini? Namna ya kufanya ili itoshe. Si kama naeleweka? Sasa ndio kitu anaongea hapa na huyu mwenye haki, kwamba misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Mwenye haki ana nini cha kufanya kwenye hiyo misingi iliyoharibika? Tunaona hapa kumekuwa na kizazi ambacho lazima manabii wauawe, damu yao imwagwe. Imefika kizazi fulani, haijalishi umeokoka au hujaokoka, saa ya damu kumwagika ya manabii imefanyaje? Imefika. Sasa mwenye haki atafanyaje? Mungu atusaidie sana. Mwambie jirani yako, kwa nini unaridhika na haya maisha wewe? Muulize tena, kwa nini unaridhika na haya maisha wewe? Wewe mwenye haki, kwa nini unaridhika sana na haya maisha? Hatuoni ukishughulikia misingi. Au muulize, au kwani ndugu yangu haina shida? Mambo yako mswano. Watu wa Dodoma nafikiri wananielewa. Mswano maana yake yako bambam. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Shetani hana shida na mtu ambaye ni Mkristo tu, ambaye hataki kujua. Hana shida naye, yani atakuachia tu hela 200 hizi za kula na kunywa, lakini kwenda mbali, siku kitaka kuanza kushughulika hapo ndo sasa huyu anataka kujua nini kilifanyika. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hapa anasema mwenye haki atafanya nini? Pray the Lord, pray the Lord, pray the Lord. Naomba tusogee kidogo watumishi wa Mungu. Tusogee kidogo. Naomba tusome Yohana 17 mstari wa 24. Yohana 17 mstari wa 24. Yohana 17 mstari wa 24. Naomba usome hapo, mtu wa Mungu. Tutembee. Anasema Baba, hao ulionipa
nataka wawe pamoja nami popote nilipo. Unaweza ukatumia maiki nyingine, mtumishi wa Bwana, ili tusitengeneze matatizo. Soma tu hata hiyo kwanza, watakuletea. Anasema Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate na kutazama utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa msingi ulimwengu. Haleluya, haleluya. Rudia tena, tuende na flow nzuri. Kama utakuwa umesha connect sasa, ili pia wengine wasikie kwenye speaker. Wangapi leo wanataka kutoka kwenye misingi ya uharibifu? Wewe ni mwenye haki ambao unataka kutoka leo, yaani unapiga kelele kwa jina la Yesu. Wana wa Israeli walipokuwa wanalia kule Misri, Bwana aliwakumbuka akawatoa utumwani. Amen. Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate na kuutazama utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa msingi ulimwengu. Yaani yeye alipendwa au yeye aliwapenda au yeye alipendwa? Yeye alipendwa. Alipendwa. Ambaye ni nani? Yesu. Ni Yesu. Kabla ya kuwekwa nini? Misingi. Tunajifunza kitu hapa, kumbe hata ulimwengu una nini? Una misingi. Unaiona misingi ya ulimwengu ilipo? Unaiona wapi? Rohoni ipo. Kuna misingi kabisa ipo rohoni. Kuna maana ukisoma maandiko yanazungumzia kwa habari ya bahari imewekewa nini? Kuna misingi iko wapi? Yaani hii dunia na misingi yake iko wapi? Baharini. Sasa umewekanda bahari ya Hindi, ukaiona misingi iliyoshikilia. Haya ni mambo yako rohoni hapo. Ndio maana ukifunguliwa macho utaona vipo kabisa hivi. Misingi ipo rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Na moja ya kitu chenye nguvu sana ni misingi iliyoko wapi? Rohoni. Amen. Misingi iliyoko wapi? Rohoni. Mwambie jirani yako, jitahidi kuweka misingi ya kiroho. Jenga misingi yako rohoni. Kumbe misingi ya rohoni, hata mtu akifa kimwili, ya rohoni haifi. Kimwili tunaona Ibrahimu hayupo duniani, lakini yule Lawi ni Lawi anakuja kupata ile, naye anawekwa kwenye ule mjumuisho wa fungu la 10 ambayo anatoa nani? Sadaka ambazo anatoa Ibrahimu. Lakini Ibrahimu hayupo wakati huo. Kumbe ule msingi ambao Ibrahimu aliweka rohoni ni msingi unazungumza kwa ajili ya kesho ya familia yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo umeelewa kwamba kwenye ulimwengu wa roho kuna misingi. Ndio maana ukitaka kujua kwamba hata kwenye ukoo wenu kuna misingi, anza kuomba kutaka kujulishwa. Utajua kuna misingi iliwekwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama hujaifika mahali labda ukaona kuna changamoto fulani, na huwezi kuomba. Unajua mtu ambaye yuko kwenye bonde la faraja ataomba nini? Yuko kwenye bonde la faraja ataomba nini? Yaani anafurahia ili mradi amekunywa chai asubuhi, ugali wa mchana anao, mavazi si haba, na anajiwazia yeye kama yeye, yaani hawazi kwa habari ya kesha watoto wake. Ataomba nini? Ataomba kujua? Hawezi omba. Yaani utaona maombi yake mengi ni maombi ya kisasa. Oh, thank you Lord. You know I love you, my Father. Today I want to bless you. Huyu ni mtu ambaye yuko kwenye bonde la nini? La faraja. Lakini majitu ambayo yanaona bwana, miaka umri unaenda na sina nilichozaa, yanaanza kutafuta, yanaanza kuuliza kuna nini, kuna misingi gani iliyo ya wale watangulizi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Unashangaa ni mtu ambaye kila wiki anafunga na kuomba, anataka ajue. Kwa sababu kuna hali haielewi, kuna vitu havielewi. Ni tofauti na mtu ambaye yuko kwenye bonde la faraja. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unajua moja ya kitu ambacho kitakusaidia, toka kwenye yale maisha ya kufurahia tu kwa sababu umepata vitu vidogo vidogo, toka kwenye hilo eneo. Yaani utakapoanza kuwaza mambo makubwa,
itapelekea utake kujua kuna msingi gani ambayo ni tofauti na huu msingi uliouanzisha wewe. Ulikutangulia. Lazima utataka kujua. Haleluya. Kuna mtu ananielewa sasa? Luka 6:48 mpaka 49. Naomba tusogee hapo. Luka sura ya 6 mstari wa 48 mpaka 49. Kuna nguvu za Mungu zimetanda mahali hapa. Ratabadushkalabadusi. Luka sura ya 6 mstari wa 48 mpaka 49. Zebrotelinabadushka. Naomba tusome hapo, mtu wa Mungu, tuende pamoja. Anasema mfano wake ni mtu ajengaye nyumba, yes, na kuchimba chini sana, na kuweka msingi juu ya mwamba, na kulipokuja gharika, mto ulishukia nyumba ile kwa nguvu, usiweze kuitikisa, kwa kuwa imejengwa vizuri. Kwa kuwa ile misingi imefanyaje? Imejengwa vizuri. Kwa hiyo tunajifunza kitu kwamba msingi wenyewe ndio unaoshikilia watu huku juu. Unaweza ukaona ukoo au familia fulani kuna mambo yanawatokea na wanajiuliza ni kwa nini yanatutokea, wasijue kwamba rohoni kuna msingi uliotengenezwa, uliojengwa, ndio unaosababisha hivyo vitu vitokee. Wangapi wanapata ufahamu kuhusu msingi? Wangapi wataanza kuomba kuanzia leo hapa kwa habari ya kujua msingi kwenye ukoo wao, kwenye familia? Utamaanisha kweli kujua aina ya msingi uliowekwa? Ukitaka kujua, angalia maisha yako unayoishi, utajua hapo msingi uliowekwa. Bwana Yesu asifiwe. Hisi nakwambia, yani wewe ukitaka kujua aina ya msingi uliowekwa kwenye familia yenu, jua ni aina gani ya vitu ambavyo ndio kama mama mkwe, kama baba mkwe, yani unakuepana navyo. Kitu kikaribia kupata kinahepa, ujue kuna msingi uliwekwa ambao unakataza usipate hivyo vitu. Unaanza kushughulikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ananielewa? Kuna watu wengine hela ni kama mama mkwe au baba mkwe. Yaani ndio unaweza ukapata connection kabisa, ndio. Yaani ndio kama inakaribia, yule mtu anapotea. Maana yake ndio msingi uliwekwa kwamba watu wasiweze kumiliki nini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi wananielewa elewa? Wangapi wanaelewa elewa? Hebu jiulize, mimi mwenye haki nitafanya nini ikiwa misingi imeharibika? Hebu jiulize tena mara tatu kwa sauti kubwa. Hebu tena, ikiwa nini? Mimi mwenye haki. Tuende mara ya mwisho kwa sauti sasa, mpaka ile mizimu isikie ya kijijini, yale mapepo ya kule kwenye miti mikubwa shambani kule. 1, 2, 3. Mimi mwenye haki nitafanya nini ikiwa misingi imefanyaje? Umepata jibu gani? Ngoja nikuonyeshe tu mtu mmoja ambaye alinifurahisha mimi. Ukisoma kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya 21 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Samueli wa pili sura ya 21 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Naomba tuguse ile andiko kidogo, tutakuwa tunaelekea kwenye maombi. Wala kwa sehemu leo umepata kitu ili tukaombe sasa. Anasema kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 3. Kulikuwa na njaa siku za nani? Za Daudi. Kulikuwa na njaa siku za nani? Za Daudi. Kulikuwa na nini siku za nani? Kulikuwa na njaa siku za Daudi. Sasa naomba wewe unafikiria utaposoma kitu fulani, alafu unaweza ukasema kile ambacho kinakutokea wewe siku zako, katika siku zako. 1, 2, 3. Yamkini wewe shida sio njaa. Sasa tumeshabadili hapo. Weka kile ambacho kinakutokea sasa hivi kwenye siku zako sasa.
Sinaeleweka? Haya, 1, 2, 3. Kuna watu hawasemi kabisa. Mfano, unatafuta kazi unakataliwa. Kulikuwa na nini katika siku yaani unapeleka CV zako hola. Kulikuwa na nini siku za nani? Haya ni mambo ambayo yamemtokea Daudi kwenye siku zake za maisha yake. Sio, unanielewa? Haya, wewe unajua ni nini ambacho umekuwa ukipambana nacho yamkini. Sijasema hujaokoka, umeokoka kabisa na unanena kwa lugha. Wewe ni mwenye haki, ila uko kwenye misingi iliyofanyaje? Sasa ndo uniambie sasa kile ambacho kwenye hii siku zako, nini ambacho unaona hakijakaa sawa, ndo ukiseme, maana tunakishughulikia leo. Haleluya! Yaani kinajirudia rudia. Kwa sababu hii njaa kwenye nyakati za Daudi ilikuwa ni miaka 3 mizuri kabisa. Unajua njaa ya miaka 3? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Tayari ni mwenye haki wa Mungu, lakini ameangukia kwenye nini? Kwenye njaa ya miaka 3. Sijui kama wewe labda hauna utaratibu wa kujichunguza au wa kufuatilia mambo yanavyoenda, au unaona ndo maisha tu. Yaani ndo unajua kuna tofauti ya namna mtu, kila mtu anavyojiangalia. Ndio maana ukiona anafundisha kama hivi alafu unasinzia, yaani uko kwenye pumziko la hali ya juu sana. Na vitu kutengenezea na godoro. Wakati wengine wanafanikiwa, wewe ndio unaamka. Sasa hamna hata maarifa ya kusaidia uende, maana saa ya maarifa wewe ndio ulikuwa unaupiga mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu anasinzia kwenye ibada hii, muegeshe na nani, kama una koti hapo mwekee hivi, ili alale mpaka akiamka midomo inanuka vibaya, na bado anamwangalia watoto wake na familia yake. Naongea na mtu mahali hapa. Haleluya. Hivyo unajua mpaka una umri huu bado unasinzia. Muulize jirani, kuna miaka mingapi ya kuzaliwa? Haleluya. Alafu bado yani ibada kama hii anatiatia huruma. Na wakati ni ibada ambayo yani macho yote hivi, masikio haya, ili upate kitu cha kusaidia kwenye hizo nyakati. Praise the Lord. Aya, soma hapo hilo andiko, mtu wa Mungu. Soma hilo andiko hapo, mtu wa Mungu. Rasovrateli. Anaendelea nasema, kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 3. Yes. Mwaka kwa mwaka. Mwaka kwa mwaka. Maana ni jambo lile lile linajirudia. Muulize jirani yako, ni jambo gani ambalo nimekuwa nikijirudia mwaka kwa mwaka? Yaani ukisema ndo mwaka utapumzika, limetokea tena. Sio jambo la kawaida. Mfano yule mwanamke aliyekuwa akitoka damu miaka 12, ile alikuwa jambo la kawaida. Alikuhitaji matabibu wa kawaida. Ilikuwa ni jambo la kiroho. Sasa mwaka kwa mwaka ni jambo la kiroho. Si kitu cha kawaida. Usiniambie kwamba alikuwa walipi. Kumbuka Daudi ni mfalme na ile ni nchi kabisa anaiongoza. Daudi kumbuka pia ni mcha Mungu. Haleluya. Ni mwenye haki wa Mungu. Lakini njaa mwaka kwa mwaka. Muulize tena jirani yako, ni jambo gani ambalo nimekuwa nikijirudia kwako mwaka kwa mwaka? Yaani ndio ukisema leo huu mwaka ndio kama nitapumzika, hilo ni jambo gani? Anasemaje? Hamna chochote, yani yeye hajui chochote. Yuko neutral. Bwana Yesu asifiwe. Sio wa kujua au kujua. Mwambie Mungu akusaidie leo. Ufahamu wako ufunguliwe. Uanze kuona vitu rohoni kwa jina la Yesu. Endelea hapo mtumishi wa Bwana. Naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Na Daudi akafanyaje? Akautafuta uso wa Bwana. Tunaanza kupata tofauti ya mwenye haki wa Mungu panapotokea changamoto na namna ya kutatua changamoto. Daudi ni mfalme. Biblia ituambia Daudi alienda kwenye nchi nyingine kununua chakula. Daudi hakwenda kwa wafalme wengine kushare nao habari ya njaa ile ya miaka 3. Biblia inasema Daudi akautafuta uso wa Bwana. Huu ni ufahamu wa ajabu sana kwa mwenye haki wa Mungu anayekaa kwenye misingi iliyoharibika. Daudi akautafuta nini? Uso wa Bwana.
Na kule kutafuta uso wa Bwana, Daudi anataka kujua njaa hii sababu yake ni nini. Anataka aelewe, mzee wa siku, maana mimi ni mtumishi wako, maana mimi umeniokoa na ulimtuma mtumishi wako Samueli nabii anipitie mafuta. Why? Kwa nini njaa? Anataka ajue. Bwana Yesu asifiwe. Muulize jirani yako, kwenye misingi iliyoharibika wewe unakimbilia wapi? Nani unaenda kumuuliza? Daudi anatuonyesha hapa, yeye ni mtu ambaye ufahamu wake kabla hajaanza kufanya mambo mengine yote anaenda mbele za Bwana. Endelea hapo uone kitu ambacho kilitokea baada ya Daudi kuwa na ufahamu wa kwenda mbele za Bwana. Anasema Bwana akasema. Daudi alipoenda mbele za Bwana, Bwana akajibu. Mwambie jirani yako, unapopata ufahamu kama mwenye haki wa Mungu, kwenda mbele za Mungu kumuuliza kwa habari ya misingi iliyoharibika, Bwana atakusemesha, Mungu atakusemesha, Mungu atajibu. Mwambie usiogope kwenda mbele za Bwana, usiogope kumuuliza Mungu. Haijalishi uharibifu ni mkubwa kiasi gani. Haleluya, haleluya. Nenda mbele za Bwana, muulize Mungu, kwa nini jambo hili? Kwa nini hii changamoto? Mungu ni mwingi wa rehema. Haleluya. Daudi anaenda mbele za Bwana kumuuliza. Huyu jamaa ana ufahamu wa ajabu sana. Hatuoni Daudi akijisifia jeshi. Hatuoni Daudi akijisifia zile mali kwenye ufalme pale. Daudi ni mtu yuko hapa. Anajua hii kesi ni kesi ya rohoni, inabidi niipeleke rohoni. Namna ya kuitatua mahakama yake iko rohoni. Na anayejua siri ya njaa hii ni Jehova. Haleluya. Anasema, yes. Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu. Njaa hii unaiona Daudi, aliyesababisha ni nani? Sauli. Najifunza kitu. Haijalishi misingi niliyoikuta imeharibika kiasi gani, kama nitapata ufahamu wa kwenda mbele za Bwana, Bwana atanijulisha. Haleluya. Bwana atanijulisha, kwa sababu wewe ni mwenye haki. Atakusemesha kwamba tatizo hili, changamoto hii ambayo mmekuwa mkiona inajirudia rudia, kuna mtu miaka 4 iliyopita, miaka 20 iliyopita, miaka 100 iliyopita alifanya jambo fulani, aliweka kitu fulani. Haleluya, haleluya. Wangapi wanapata siri? Mwenye haki katika msingi iliyofanyaje? Iliyoharibika. Haijalishi misingi imeharibika kiasi gani. Moja ya tumaini ambalo alipata hapa, tunaye Mungu anayeweza kusema na watu. Tunaye Mungu anaweza kuzungumza na watu wake. Haijalishi unapita kwenye changamoto gani, kama tu utakuwa na ufahamu wa kwenda mbele za Bwana, Mungu atasema na wewe kwamba changamoto hii unayopitia kuna 1, 2, 3. Tunaona hapa Daudi anatufundisha kitu kikubwa sana. Wangapi leo tunapopitia kwenye changamoto tunaweza kuwa na ufahamu kama wa Daudi, kwamba changamoto hii kesi naona sio ya kawaida. Hii haihitaji kutatuliwa na hela. Hii inahitaji kumwendea mzee wa siku, maana yeye anaona sirini au naye sirini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unataka kuniambia kipindi cha Sauli akiwa mfalme, Daudi hakuwepo? Kwani Daudi hakusikia kwamba Sauli ameua wale wa nani hao wanaitwa Gibeoni? Hakusikia kwamba ameua? Lakini kitu ambacho mimi najifunza hapa, Daudi hakujua kwamba jambo lile alilofanya Sauli lingeweza kuleta madhara kwenye utawala wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yamkini kipindi hicho naye alisikia tu, jamani, leo mfano labda kwenye vyombo vya habari, mfalme Sauli aua wa Gibeoni. Wangapi katika bara sila naye yamkini angemweka kwenye namna kama mfalme. Bwana amefanya kazi yake. Kumbe lile jambo ambalo ule msingi aliouweka Sauli umekuja kumletea madhara Daudi kwenye utawala wake. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana. Mwana wa Mungu, kuna mambo unayapuuza leo, usipoyashughulikia yanakuchelewesha kwenda kwenye hatima. Okay, iko hivi. Mfano unaenda safari fulani, ghafla ukachomwa mwiba. Ule muda ambao unautumia kutoa mwiba, ungeutumia kuendelea na safari, ungekuwa wapi?
ungekuwa mbali, lakini unaanza kutumia kutoa nini? Mungu atusaidie sana. Watu wengi ambao wanaufahamu kuhusiana na muda wananielewa ninachosema. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kinaumiza kama unajaribu kusogea kwenda hatua fulani alafu unaona usogei. Unajaribu yamkini raundi na shinda hii vita, unashangaa tena uko pale pale. Maana lazima ufike mahala fulani ujiulize, kwa nini Bwana? Kama utakuwa na ufahamu, kwa nini Bwana? Daudi ni mtu mwenye ufahamu, anauliza njaa hii ni kwa ajili ya nini? Kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Sema Mungu ni mwaminifu. Akamwambia masihi wake, Bwana, njaa hii ni kwa sababu ya Sauli. Sasa Daudi anapojua changamoto au anapopata jibu, haishii kwenye jibu. Kuna watu unaweza ukajua kabisa kuna mtu alifanya kitu fulani kwenye ukoo, alafu baada ya kujua haukufanya chochote, umetulia. Tunajifunza hapo, ukiendelea kusoma hapo, Daudi hajatulia, anaanza kutafuta namna ya kutatua ili atoke kwenye ile njaa, ili alitoe taifa kwenye njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi kuna mtu naongea naye mahali hapa, naomba uanze kuondoa ile roho ya umimi, kwamba mimi ni mradi nimeshaokoka, wengine watajua wao. Tunaona Daudi ni mtu anayeshughulika na taifa. Maana yake akifanikiwa kutatua ile changamoto, taifa limepona. Ukifanikiwa kutoka kwenye misingi ya uharibifu, umeponya kizazi, umeponya uzao, umeponya ukoo. Haleluya! Sasa najaribu kuongea na mtu hapa ambaye ufahamu wake ufunguke mahala fulani, utoke kwenye kujiangalia wewe. Mungu hajakuleta duniani ili uje ujiangalie wewe. Mungu amekuweka wewe kama mwenye haki. Ndio maana hapa anasema misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kumbe Mungu anamwangalia aliyoko mwenye haki. Aya dabazufretela mahante. Mungu anakuangalia wewe mwenye haki. Anajua tayari una ufahamu wa kwenda mbele zake uombe ili Bwana asaidie ukoo wako. Sasa mwenye haki naye kama atakuwa hawezi kwenda mbele za Bwana, itakuwa ni jambo la ajabu. Mungu hataweza kufanya kitu kama wewe mwenye haki hautaenda mbele za Bwana kumuuliza. Ngoja nikwambie siri ajabu. Haijalishi wewe ni wa mwisho kuzaliwa kwa maana ya kimwili, ukishaokoka wewe ni mzaliwa wa kwanza kwenye ukoo na kwenye familia yenu. Maana yake tayari wewe ni nuru. Unapaswa kuangaza na kuleta masuluhisho kwenye familia yenu, kuleta masuluhisho kwenye mtaa wenu, kuleta masuluhisho kwenye taifa lako. Praise the Lord. Kuna mtu ananielewa ninachosema? Daudi hajiangalii yeye kama yeye. Ukimwangalia Daudi ni mfalme, sika na kwamba anakosa chakula yeye kama mfalme. Yamkini miaka yote hiyo mitatu akosi chakula mfalme. Unanielewa? Yamkini wewe upande wako vitu viko vizuri, lakini kuna watu wa familia yako wanapigika, kuna watu kwenye ukoo wako wanapigika. Toka kwenye hali ya kujiangalia wewe kama wewe, anza kuona kwamba mbingu zimekuamini wewe kukutumia kama yada basofrateli mahanto, kuleta suluhisho kwenye hiyo familia, kuleta uponyaji kwenye huo ukoo, kuleta uponyaji kwenye yada basoda kwenye mji, kuleta uponyaji kwenye taifa. Raha tuska. Ngoja niwaambie ushuhuda wa ajabu sana. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja juzi alipatwa na kitu fulani. Kama utakuwa unafuatilia mitandao, kuna mtumishi wa Mungu mmoja amepatwa na kashikashi fulani. Watu wakawa wanaongea. Kwa neema ya Mungu, Mungu amenisaidia kuona changamoto ile mtumishi mara mbili. Na tukawa tunaomba. Wangapi walikuwa siku moja tuliomba hapa kanisani? Mara mwisho juzi kabla timu ile haijawaka sana mitandaoni, Mungu aliniambia tena hiyo kitu. Tukawa tunaomba pale, nikamwambia watumishi wangu tumuombe huyu mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa manake kwa nini Mungu anifunulie mimi? Manake ameniamini kwamba naweza nikaomba. Na sikumtafuta, na sikuweka public kwamba nimeona mtumishi wa Mungu yuko hivi na hivi, kuna jambo litamtokea. Nakumbuka mara ya kwanza nilimshirikisha binti yake mmoja wa kiroho. Tulikuaga naye hapo, unamfahamu. Nilimshirikisha, nikamwambia muombe mzazi wako wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu nimeona hiki na hiki. Nasema sawa. Mara ya pili tena. Sasa mara ya pili ilibidi nimshirikishe baba yangu wa kiroho. Nikamwambia baba, nimeona tena hiki kitu. Imekuaje? Akaniambia mwanangu muombe. Tumeendelea kuomba.
Bwana Yesu asifiwe sana. So naongea hivi ndio maana sijasema jina lake. Sio kasema sasa nataka asafirie. Mimi najua kwa neema yake Mungu. Sasa wengi ambao leo wanaona ni kama vitu vimefuma sana. Sasa kuna mtu tayari rohoni Bwana alikuwa amemfunulia. Kwa unyenyekevu kabisa. Na sikwenda kwenye media kwamba niweke na picha yake, nimeona mtumishi fulani kuna jambo hili na hili linakuinda na nini. Praise the Lord. Kuna mtu ananielewa sasa? Sasa namaanisha nini? Manake Mungu anapoanza kukuletea vitu kama hivyo, ameanza kukutengeneza, pia anakupima kwa namna ya uaminifu. Je, utakuwa na mchecheto wa kuanza na ili wewe uinukie hapo, utumie majina yao, ujiweke hapo kwamba umeona? Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio hayo tu, kuna mambo mengi ambayo Mungu amekuwa akinishirikisha, mengine ya kitaifa kabisa. Ila kuna wale watumishi ambao niko nao hapa wanawaambia. Kwa mfano kuna kiongozi mmoja sitaweza kutaja, niliwahi ona kabla hajajiuzuru mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kitengo fulani, Mungu aliniambia na haikuchukua muda. Praise the Lord. Sasa hii ni kitu na kuonyesha kwamba Mungu anaposema na wewe, Mungu unapokuwa ni mtu unayemlingana Mungu, unapomuomba Mungu, Mungu atakuwa anakusemesha vitu. Anakusemesha vitu ili uweze kushughulikia hivyo vitu. Mungu hataki kujiangalia wewe kama wewe. Hiyo ni roho ya umaskini. Mtu anayejiangalia mtu kama mtu yeye mwenyewe ni roho ya umaskini. Unajua watu wengi ambao wana roho ya umaskini ndio maana hata kutoa hawezi toa. Kutoa hata muda wa kumwombea mtu mwingine ni utoaji. Unanielewa sasa? Bwana Yesu asifiwe sana. Utoe kwamba ni saa zima nimwombee mtumishi mwenzangu, nimwombee mpendwa mwenzangu. Unaona mimi na mambo yangu. Hiyo ni roho ya umaskini. Mungu atusaidie sana. Kuna mtu ananielewa sasa? Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee hapo mtumishi wa Mungu, tumalizie hilo andiko letu. Oh Jesus. Tumalizie andiko letu alafu tutaenda kuomba kwa sababu ni saa 8 kasoro dakika chache hapo. Tumalizie hilo andiko la hiyo Samueli. Tumalizie haraka tu. Anasema na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeoni. Kwa hiyo baada ya Sauli kuwaua wa Gibeoni, lile jambo kwenye ulimwengu wao lilitengeneza laana. Watu wakaanza kupigwa nchi nzima sasa. Unanielewa? Yaani wameuawa wa Gibeoni afu nchi nzima kukawa na laana kwa sababu damu imemwagika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ni kama msingi kwenye ukoo, kwenye nini yamewekwa. Watu hawezi kwenda hatua fulani kwa sababu ya vile vitu. So ni mpaka aonekane mwenye haki, mwenye ufahamu, anayeweza kusimamia hivyo vitu na kuvishughulikia. Amen. Ndio maana hapa anauliza atafanya nini? Afanyeje? Muulize tena jirani yako, wewe mwenye haki ufanyeje ikiwa misingi imeharibika? Amen.